Shalome, shalome. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru tena Mungu kwa kutupa neema kuwa ndani ya TV hii ya Ndio Gospel TV. Ni neema tena ambayo tumepewa na Mungu kuwa hapa. Kwa hiyo acha bila kukawia, tukamate muda mzuri wa kushukuru Mungu na tujielekeze ndani ya maneno ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema tena mwaminifu, Mungu wa upendo. Tunalibariki tena jina lako, wewe uliyetupa neema na rehema kupata kuiona tena siku ya leo. Naombea baba huyu, naombea mama huyu, naombea kaka, naombea dada, pande zote za nchi ambapo video hii itakapofika, acha neema ya kuendelea kuwa pamoja nao. Kwa hiyo mbariki kila mtu wote ambaye atajaliwa neema kwa kuifuatilia. Asante kwa maana yote Bwana unasikia na mengi utatenda sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo hatuna mengi ya kusema. Kipindi hiki ni uwezo wa neno la Mungu. Na siku hizi pana mafundisho makubwa ambayo unaweza sema kwamba Roho Mtakatifu amenifunulia, na niko napenda pia tuweze kusaidiana pamoja. Na niko nataka kufunza haswa juu ya maadui watatu wa mwanadamu. Maadui watatu wa mwanadamu. Na siku ya leo nitazungumza juu ya adui wa kwanza ambaye inaitwa ni mwili. Na siku nyingine tutafundisha juu ya adui wa pili ambaye ni dunia. Na siku ambayo itafuata tena pia tutafundisha juu ya adui wa tatu ambaye anaitwa ni Shetani. Sasa siku ya leo niko nataka tukamate kwa adui wa kwanza wa mwanadamu. Kwa maana pana wakati sisi wanadamu tunajidanganya. Tunajua kwamba maadui ni hao watu ambao wanatusema vibaya. Tunaona kwamba maadui ni hao watu ambao wanaingia ndani ya maisha yetu. Tunaona kwamba maadui ni hao watu ambao wanapambana juu ya kutaka kutuangusha kwenye kazi zetu. Lakini leo nilikuwa nataka kuja kukwambia kwamba wale si maadui, lakini wale wanatumikishwa na adui. Elewa pale. Sasa niko nataka leo nizungumze juu ya adui wa kwanza wa mwanadamu ambaye si mwingine ni mwili. Na bila kukawia niko nataka tujielekeze ndani ya kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari tu wa kwanza, ambaye Biblia inasema hivi: basi ndugu yangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Na nitapenda pia tutasoma pia kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 6 na wa 7. Nataka unisikilize vizuri. Mstari wa 6 inasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. 7 inasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Bwana asifiwe sana. Tunazungumuza aswa juu ya kitabu cha Warumi, na mwandishi wa kitabu hiki si mwingine ni Paulo. Kuandikia hawa Warumi ilikuwa ni wakati ambapo hawakutaka kutembea sawa na mapenzi ya Mungu. Hawakutaka kwenda jinsi Mungu anavyopenda. Na walikuwa watu ambao wanatumia mwili sana. Kwa wengine msemo, mwili uliwatawala mpaka wakafika kiwango cha kupoteza mapenzi ya Mungu. Na ndiyo maana Paulo kwa kuandikia aliona kwamba kitu ambacho kinawatenga na mapenzi ya Mungu ama kinawatenga na maksudi ya kiroho haikukuwa mengine, ilikuwa ni mwili. Na ndiyo maana nawaandikia, na kuandikia amezungumza msemo wa unyenyekevu
na kushuka ili apate kuona kwamba wataelewa kitu kile anachokuwa kitaka kuwafundisha. Na ndio maana mtamwelewa neno la kwanza amesema ninawasii. Neno kusii kwa wengine msemo anajinyenyekeza ili wapate kusikia hiki anachowaambia. Akawambia ninawasii kwa huruma zake Mungu, itoweni miili. Nikiakutana kitu kingine kinafanya watu tusimupendezi Mungu kwenye maisha yetu ni miili yetu. Kitu ambacho kinachofanya tusisimami maeneo kwenye Mungu atafurahia maisha yetu ni miili yetu. Kawaida kitu ambacho Mungu anachohitaji juu ya maisha yetu, anahitaji miili pia iwe sadaka ya kwanza. Utaelewa leo watu ni wajasiri kwa kutoa sadaka, lakini si wajasiri kwa kutoa miili yao kuwa kama sadaka. Na Paulo alikuwa anataka kuwaelekeza na kuwaonyesha kwamba chenye Mungu anahitaji ni kuitoa miili kuwa sadaka. Sasa utaelewa kwamba mumaadui ambao uko nao, usioni mwanadamu wenzako. Elewa kwamba hata huyo mwili unaovaa ni adui wako. Elewa kwamba huyo mwili unaokuwa nao ni adui yako. Sasa kusema upinge maadui wako, kwanza pinga mwili wako. Kwanza usitaki mwili wako ukuongoze jinsi unavyotaka, lakini penda sana kuongozwa na jinsi neno la Mungu liko linakuelekeza. Unapotazama kwa siku ya leo, na ndio maana utaona tuna watu wengi, madada wengi wamerudia nyuma. Unaona mtu anaimba, anamtumikia Mungu kanisani, na ukiangalia mavazi yake unaona kwamba pana sehemu ambayo iko nataka kuelekeza watu wapate kuanguka. Naongea hata na wewe, wakati uko hapa Mwafrika ulikuwa unaonekana kama vile mtu mwenyewe unamheshimu Mungu, lakini leo umeshakuwa katika nchi za nje ya Afrika, unaona kwamba yote unaruhusiwa. Lakini naongea na wewe nakwambia kwamba adui yako ni huyo mwili wako. Nataka usikie ujumbe huyu ili upate kukusaidia. Adui yako ni mwili wako. Ukijua tengeneza mazingira ya mwili wako, utaikaa maeneo panapompendeza Mungu. Nataka unielewe vizuri. Paulo aliwasia na waambia itowe miili iwe sadaka, iwe zabihu. Kwa wengine msemo kusema uanze toa sadaka ya pesa ama ya vitu, anza toa mwili wako. Ukitaka hivyo viwe na impact, viwe na nguvu, viwe na uwezo, cha kwanza toa mwili wako. Naongea na wewe baba, naongea na wewe mama, toa mwili wako iwe sadaka. Paulo anasema nawasi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hapana dhabihu ya kufa, dhabihu iliyo hai yenye kumpendeza Mungu. Na anasema hapo ndipo ibada yenu yenye maana. Mtu unaweza kamata muda uko unamkaribia Mungu, unakutana ibada yako inashindwa kuwa vizuri, sababu inakosa kitu kimoja, haujajitoa kuwa sadaka. Baadhi ya watu wengi ni wajasiri kwa kumtoea Mungu sadaka ya vitu vinavyoonekana, vitu vinavyokamatika, lakini bado wangali wapagani. Leo nakuja kuongea na wewe na kuambia kwamba acha hizo njia, tengeneza maisha yako, kwa maana Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu ana makusudi na wewe, na uelewe kwamba acha kutupia watu lawama na kuwafanya kuwa maadui. Elewa kwamba adui wa kwanza ni huyo mwili unaoubeba. Huyu mwili yani ni kitu kimoja. Usipokuwa makini itakuingiza mu vitu visivyompendeza Mungu. Nishachunguza mara nyingi. Unaweza kuwa na saa, lakini unapita sokoni unataka kununua ingine saa. Unaweza kuwa na garderobe inajaa mavazi, nguo zinajaa, lakini cha kushangaza unaongezea zingine.
Unaweza kuwa una viatu vingi, lakini cha kushangaza, yani mwili kila siku unataka vitu vya kukiri, vya kuulemba. Hiyo yote si kosa, lakini kosa ni sababu pana wengine wanatafuta vitu hivyo kwa njia zisizompendeza Mungu. Wengine wanavitafuta kwa umalaya, wengine wanavitafuta njia zenye azimrudishii Mungu tukufu. Na ndio maana nakuambia ndugu yangu, tengeneza maisha yako, mwili wako ufanye kuwa sadaka. Naongea na wewe nakwambia kwamba fanya mwili kuwa sadaka. Kitabu cha Warumi, sikiliza, sura ya 8 mstari wa 6, jinsi inavyosema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Elewa kwamba nia ya mwili kila siku itakupeleka kwenye mauti. Hakuna hata siku moja mwili utakupeleka kwenye uzima. Kila siku mwili utakuongoza kwenye mauti. Naongea na wewe nakwambia kwamba mwili hakuna kwenye utakupeleka. Ukitaka urembe, upake kila kitu chote kenye unajua, lakini jua kwamba ujapokuwa unaupaka, huyo ndio adui yako. Huyo ndio atafanya weye mapenzi ya Mungu usiyatembele ndani. Huyo mwili wenyewe tunavaa, huyo mwili ambaye tunavaa ndio unatufanya Mungu anatuona kuwa watu wabaya mbele zake. Sasa Paulo iko nazungumza vizuri, anasema kwa hii mstari wa 6, anasema kwamba kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Unasikia, nia ya roho ni uzima na amani. Ndugu yangu, hauwezi weza kuingia kwenye uzima na ukae kwenye amani wakati au yajua nia ya roho. Nia ya roho itakuongoza kila wakati kwenye uzima na inaleta amani. Mstari wa 8, sikia kisi wa 8 unavyosema. Mstari wa 8 unasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpenda Mungu. Anakaa ndani, wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Narudia tena, ndani, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ukitaka umpendeze Mungu, naongea na we, toka ndani ya kupenda mwili. Toka kupenda mwili. Toka kupenda mwili. Naongea na we nakwambia kwamba toka kupenda mwili. Huyu mwili ni adui mkubwa sana ambaye anakuchonganisha na Mungu. Ndiyo ni vizuri kukogesha, ndiyo ni vizuri kuupaka, ndiyo ni vizuri kutengenezea mazingira, lakini elewa kwamba maadui ambao uko nao, tia wa kwanza ujue kwamba ni huyo mwili wako. Ukitambua hayo, yatakusaidia sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nataka tuombe pamoja. Unataka upandishe mkono wako juu ikiwezekana, ili tuombe pamoja. Sema, Bwana Mungu, nakuja mbele zako, ninanyenyekea. Kuanzia leo naomba unisamehe. Nimekamata mwili kama vile sanamu. Kuanzia leo nataka unikubali katika jina la Yesu Kristo, amen. Nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru juu ya neno hili ambao umetupa neema kuweza kulifunulia taifa lako kwa siku ya leo. Kwa hiyo Mungu, ninaombea huyu baba, naombea huyu mama, naombea huyu kaka, naombea huyu dada, nikiwaombea Bwana ili wajue kutambua maadui wao ambao wanafanya mtu asitimizi mapenzi yako ama makusudi yako. Kwa hiyo Mungu, ninaiacha neema yako, ninaacha uwepo wako, ninaacha utukufu wako, ninaacha heshima yako. Kuanzia leo, acha damu yako imtakase huyu baba, imtakase huyu mama, itakase huyu kaka, itakase huyu dada, imtakase kila wote ambaye anaifuatilia video hii, apate kubaliwa na wewe. Kama mwili ukuna mtawala Bwana, kuanzia leo mwili usikamati na nafasi ya kwanza. Ninakushukuru kwa maana kuanzia leo unafunua kwamba pia mwili ni adui wa mwanadamu, na asante kwa maana unaenda kumsaidia huyu mama, unaenda kumsaidia huyu baba. Asante kwa maana kwa hii hatua ambayo anaenda kukamata, unaenda kumsaidia. Heshima, utukufu na mamlaka tunavikurudishia kwa kuwa wewe ni mwema, katika jina aliyekuwa Bwana na Mwokozi wetu Kristo, amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana.
Mbarikiwe.